Ujenzi wa zahanati. Mradi huu wa ujenzi wa zahanati uliubuliwa kwenye mkutano wa wananchi mtaa wa Kambarage mnamo tarehe 7 mwezi wa 8 2023 kama mradi wa kipaumbele kutokana na kuwa na zahanati chakavu ambayo haina sifa ya kuwa zahanati ili kuboresha huduma za afya za wananchi mtaa huu. Mradi huu umejengwa kwa ufadhili wa mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF kupitia OPEC namba 4 ambayo ni gharama halisi iliyotolewa na mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF kwa ajili ya utekelezaji wa mradi ni shilingi milioni 140,573,194.29 na mchango wa wananchi mpaka kukamilika wamechangia kiasi cha shilingi milioni 14 na mfuko wa jimbo umechangia kiasi cha shilingi milioni 3,500,000 kwa ajili ya ukamilishaji wa kitako cha kuwekea tenki la maji ya zahanati iliyokuwa nje ya bajeti. Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Njombe Mjini, baada ya kupokea fedha kutoka TASAF, kamati ya usimamizi wa mradi ilipatiwa mafunzo ya usimamizi wa uendeshaji wa mradi ambapo mradi huu ulianza kutekelezwa mnamo tarehe 18 mwezi wa 11 2024 na kutarajiwa kukamilika tarehe 22 mwezi wa 9 2025. Shughuli zilizofanyika ni kusafisha eneo, kuseti msingi, kujenga ukuta msingi, kujaza udongo kwenye msingi, kupanga mawe kwenye sakafu chini, kumimina jamvi, kujenga ukuta na jengo, kupaua jengo, kufunga grili na madirisha, kupachika fremu za milango, kusuka mfumo wa maji na umeme awamu ya kwanza, kuweka mbao za dari, kuchimba shimo la choo, kujenga na kufunika, kuchimba msingi wa ukuta na kupaua jengo la choo matundu manne na kuweka mfumo wa maji taka kupiga lipu jengo ndani na nje, kufunga dari, distance skimming na kuweka marumaru na kufunga mfumo wa umeme awamu ya pili, mfumo wa maji ya pili na kupaka rangi na kujenga kichomea taka, kununua samani na vifaa tiba. Mafanikio. Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Njombe Mjini, katika utekelezaji wa mradi huu tumefanikiwa katika mambo yafuatayo. Moja, jamii imehamasika kuwa na ari ya kuchangia nguvu kazi ambayo imetumika kuandaa fursa za jamii ikiwemo mawe na kuwalipa vibarua waliofanya kazi ya kusafisha eneo, kuchimba msingi, kusogeza mawe, kumimina jamvi, kumimina zege la bimu, kuchimba mashimo mawili ya choo, kumimina shimo, kuchimba msingi wa choo matundu manne na kujaza kifusi kwenye msingi, kuingiza umeme kwenye jengo, kuchimba kisima cha maji. Kipindi cha miaka 5 tumefanya makubwa kwenye sekta ya afya, makubwa sana. Zangu kumekuwa na uwekezaji mkubwa. Ilani ya Chama cha Mapinduzi ilitoa ahadi ya kusogeza huduma za afya karibu na wananchi. Nilitembelea hapa, siku ilikuwa ni wakati gani? Mwanzoni sikujua kama ile jengo la CCM. Nilitembeza mle, hasa nikawa nashangaa. Hivi zahanati ya eneo kubwa lenye watu wengi ndio hii hapa? Sikufurahishwa na ile hali. Ndio mwenyekiti akaniambia tena hata jengo lenyewe la CCM. Sasa nikasema sasa mtu ambaye sio CCM naye anakwenda kupata huduma pale. Kwa nini tunatumia majengo ambayo sio ya serikali kutoa huduma za umma? Lakini tuwashukuru Chama cha Mapinduzi, tuwashukuru kwamba umetubeba kwenye kipindi ambacho tulikuwa hatuna jengo. Nikatoa ahadi kwamba nitalishughulikia ili tuwe na jengo letu la kujitegemea ambapo tutaweka zahanati yetu. Tukafanya ushawishi ndani ya halmashauri. Tunawashukuru sana wenzetu wa TASAF. Ni taasisi ya serikali lakini na yenyewe ina mahali pa kwenda pengi, ina maeneo mengi na fedha zao sio kwamba ni fedha ambazo haziishi. Kwa hiyo katika vipaumbele na ushawishi tuliofanya tukafanikiwa kushirikiana na diwani wa kata hii kwa wakati ule, kufanya ushawishi mzuri, tukapata fedha milioni 140 kutoka TASAF, tukaanza kuwekeza hapa. Tumefanya kazi iliyofanyika hapa ni nzuri. Tuna zahanati ambayo sasa ni nzuri, angalau inakidhi kiwango na mategemeo na matarajio ya kusogeza huduma karibu na wananchi. Ndugu zangu, tupigie makofi, sio kazi nyepesi. Lakini pamoja na hayo, halmashauri ya Njombe pamoja na serikali kuu kwa pamoja imeendelea kuwekeza kwenye sekta ya afya kwa kiasi kikubwa. Ndugu zangu, kwa sasa kwa ujumla na sio
hizo 4, hospitali 2 ni hospitali za serikali, hospitali kubwa, hospitali ya rufaa na hospitali yetu pale Kibena, lakini tuna hospitali ya Tanwat, lakini tunampongeza sana Mtewele, amejenga hospitali mpya hapa. Mpigeni makofi ndugu zangu. Uwekezaji ule ni mkubwa, mimi nimetembelea. Kwa hiyo tuna hospitali 4 ndani ya halmashauri ya Njombe. Tuna vituo vya afya kwa ujumla 12, vituo 5 vya dini, taasisi za dini, madhehebu, vituo 5 vya serikali kwa maana ya halmashauri ya mji, na tuna vituo 2 vya binafsi. Tuna zahanati 59. Katika zahanati 59, zahanati 52 ni zahanati za serikali kwa maana ya halmashauri ya Njombe, lakini tuna zahanati 4 za madhehebu ya dini na zahanati 3 ni za sekta binafsi au watu binafsi. Katika zahanati ambazo zimejengwa na halmashauri yetu ya mji Njombe, katika mwaka uliopita tumetumia zaidi ya milioni 600 kupeleka vifaa tiba, x-ray machines mbalimbali na vifaa vingi vipya kwa ajili ya kuboresha utoaji wa huduma kwenye maeneo haya. Ndugu zangu, ni utekelezaji wa ahadi ambayo tumeitoa, na mimi kama msimamizi mkuu wa kutekeleza ahadi hizo napata faraja. Lakini tutumia zaidi ya bilioni 1 au milioni 900 kujenga vituo vipya katika halmashauri ya mji wetu. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya na tukitekeleza, na ndio maana kuchaguliwa kwangu na kuchaguliwa kwa Mheshimiwa Rais kwa kura nyingi hakukuwa kwa bahati mbaya, kwa sababu kazi ilifanyika. Tujipigie makofi na tujishangilie sisi wenyewe kazi hiyo. Lakini sasa kukamilisha haya peke yake haitoshi. Yametupa nini? Tumeona mabadiliko gani? Ndugu zangu, hali tuliyokuwa nayo 2020 na hali tulionayo leo ni tofauti kwa Wananjombe, kwa sababu ya kujenga msingi na miundombinu ya afya kwa spidi kubwa ndani ya halmashauri yetu ya Njombe. Wanasoma taarifa ambazo ni rasmi, yako mengi yaliyobadilika, lakini tuongee machache tu. La kwanza kubwa, tunaambiwa kwamba Njombe tulikuwa inaonekana kwa tafiti kwamba sisi hapa ndio tulikuwa tumeshambuliwa sana na ugonjwa wa maambukizi ya virudu vya ukimwi. Lakini kutokana na kusogeza huduma na kutoa elimu kupitia hivi vituo mbalimbali, ukihesabu vituo vyote hivi na hospitali, zahanati, vituo vya afya, tunasema Njombe tuna vituo vya afya 76. Kwa hiyo vituo vyote hivi kwa pamoja vimeendelea kutoa elimu. Kwa hiyo maambukizi yamepungua kutoka 2.4 2023 na sasa tunaongelea 2.1 2024, na tathmini inaendelea ya 25 na hakika yatapungua zaidi. Haimaanishi kwamba sasa tujione kwamba tatizo halipo. Tunachosema ni kwamba kwa sasa hali ni nzuri, tunajitambua, tunajielewa, tunachukua hatua na tuendelee kuchukua hatua ili maambukizi yaendelee kuteremka na kuporomoka na baadaye kupotea kabisa. Serikali yetu siku za karibuni itatutangazia rasmi kwamba kuna